Kila kubwa ina kubwa yake, lakini pia hata ndogo pia ina ndogo yake. Na kama unavyojua, kama ukihisi una huzuni sana, basi ujue wapo wenye huzuni zaidi yako, lakini kama ukihisi una furaha sana, wapo wenye furaha zaidi yako. Kwa hiyo jitahidi kujiweka katika namna ambayo inakuwa ni nzuri kwako, ufurahie kivyako vyako. Mimi nikwambia kitu kimoja hapa, nimekuleta jengo lenye jumla ya vyumba vitatu vya kulala. Unaweza kulijenga katika kiwanja chako chembamba ambacho kina upana wa mita 12 na urefu wa mita 20, na nafasi inabakia vizuri tu. Nisikize nikwambia kitu kimoja. Hili jengo lina jumla ya vyumba vitatu vya kulala. Chumba kimoja ni self, vyumba viwili ni single, lakini pia kuna sebule, kuna jiko na kasto kadogo lakini pia kuna choo cha public. Ukiangalia hili jengo limeonekana kidogo limekaa jembamba, ni special kwa sababu tulilitengeneza kwa ajili ya viwanja vyembamba. Lakini pia kwa idadi ya tofali zinazotumika hapa, tofali za blocks ni tofali 2100 peke yake, tofali 2100 peke yake. Lakini kama utatumia tofali za kuchoma, basi zitakuwa tofali 7000. Hivi ndivyo ambavyo unaweza kukwambia ya kwamba jengo hili linatumia jumla ya bati 90 za futi 10, bati 90 za futi 10, ambapo mbao zake za kenchi ni mbao 150. Jengo lina upana wa mita 8.4 na urefu ni mita 13. Kwa hiyo unaweza kuona na maana gani jengo sio kubwa sana, lakini pia vitu vyote vya msingi ndani vipo, kwa sababu sifa kuu ya nyumba ya kisasa ni vitu viwili ambavyo ni vya maana sana na vitu vya msingi. Cha kwanza, nyumba lazima iwe na choo cha ndani, choo cha public. Sio, naposema choo cha ndani simaanishi choo cha ndani ya chumba kwa maana choo cha self. Hapana, choo cha public. Hiyo ni ya kwanza. Sababu ya pili, nyumba lazima iwe na jiko ndani. Kwa nini ni vitu viwili vya msingi? Kwa sababu bila hivi vitu nyumba itakuwa tegemezi kwa nyumba nyingine nje. Either itegemee nje au itegemee nyumba nyingine. Kwa hiyo nyumba inapokuwa na vitu hivi viwili itakuwa haitegemei nyumba nyingine tena huko nje, kwa sababu huduma ya choo itapatikana ndani, huduma ya jiko itapatikana ndani. Kwa hiyo ndio tafsiri ya nyumba ya kisasa. Kwa hiyo vitu vingine huwa tunaviweka ziada tu kunogesha na kuhakikisha kwamba nyumba zinakuwa nzuri zaidi. Na ndio maana katika hili jengo tumeweza kukuwekea chumba kimoja ambacho ni self, lakini jiko ambalo linakuwa na store kwa ajili ya kuhifadhi baadhi ya vyakula ambavyo vinakuwa haviwezi kuhifadhiwa eneo la jikoni. Lakini pia sebule ni kubwa, kuna choo cha public na kuna veranda mbili of course. Kwa maana kwamba sio lazima anayeandaa chakula au anakatiza sebuleni kwenda nje kutoka nje kuingia ndani. Hapana. Kwa hiyo hata jikoni pia kuna mlango wake wa kutokea nje, kitu ambacho kama mtu atakuwa anaandaa chakula kutokea humu ndani, anaweza akatokea huko akaingia ndani, akatokea huko akaingia ndani bila hata kuwasumbua wale ambao watakao kuwa wamekaa sebureni. Sasa iko hivi, kupitia namba yetu ya simu hiyo inaonekana hapo chini, ambao ni 0758260690. Namba hiyo inapatikana WhatsApp, na tumeanzisha channel ya WhatsApp ambayo ni maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu ambao wanatumia WhatsApp zaidi wanapata kutazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka katika mtandao huo wa YouTube, mtandao huo wa simu of course. Sasa unachotaka kufanya ni hivi, tutumie message kwa WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo, andika neno niunge, kisha tutakupatia link, na kupitia link hiyo utaenda kujiunga na WhatsApp channel yetu na utaendelea kuenjoy kutazama ramani zaidi kila tunapokuwa tunaziweka katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kumbuka, kila tunapoweka ramani katika mitandao mbalimbali ya kijamii, WhatsApp pia huwa hatuwaachi, tunaweka pia huko. Kwa hiyo wale ambao mnakuwa na mabando ya WhatsApp peke yake, hii ni kwa ajili yenu, kwa sababu kila tutakapokuwa tunaziweka huko, basi nyinyi mtakuwa wa kwanza kuzitazama. Lakini pia kama unatumia mitandao mingine ya kijamii, basi usiache na usisite kutufollow na kuongeza familia huko unakokuwa unatumia mtandao huo wa kijamii. Ukishaongeza familia huko, ina maana kitakachokuja kutokea hapo ni zaidi ya ushirikiano wa kawaida. Tutakachokuwa tukifanya sisi ni kuandaa ramani kukukea huko, ili uendelee kujifunza na kujua mengi kuhusiana na ramani za nyumba. Kumbuka, unapokuwa unayajua mengi kuhusiana na ramani za nyumba, itakuweka sehemu nzuri zaidi pale ambapo utakapokuwa unataka kujenga, basi unakuwa na machaguo mazuri na sahihi kwa wakati huo. Karibuni sana, asanteni kwa kunisikiliza.